Mimi naitwa Mhandisi Mohamed Besta, ni mtendaji mkuu wa wakala wa barabara nchini, yani TANROADS. Kama mnavyofahamu, tangu Dr. Samia Suluhu Hassan katika serikali yake ya awamu ya 6 alipoingia mwezi Machi mwaka 2021, taasisi yetu ya TANROADS imekuwa ikiendelea na kazi zake za ujenzi wa madaraja na barabara pamoja na viwanja vya ndege ambavyo vimekuwa ni chachu kubwa katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Hivyo nachukua fursa hii tena kwa mara nyingine kuwakaribisha ili tuweze kuendelea kuhusu kutoa taarifa mbalimbali za maendeleo ya miradi ya barabara, madaraja pamoja na viwanja vya ndege. Mpaka sasa katika nchi yetu tuna kilomita 37,300 za urefu wa barabara ambazo zimekasimiwa kwa TANROADS, na kati ya hizo kilomita 12,022 ziko kwenye kiwango cha lami. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba theluthi ya barabara zetu ziko kwenye kiwango cha lami. Hii inaonyesha kwamba serikali imedhamiria kuendelea kujenga barabara kwa kiwango cha lami. Lakini vile vile TANROADS inasimamia madaraja 9,563 nchi nzima, na ambayo yameshajengwa kwa miaka yote ya awamu zote 6. Na napenda kuchukua fursa hii kusema kwamba serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika awamu yake hii, katika miaka hii minne, ameweza kukamilisha miradi 8 mikubwa ya madaraja makubwa nchini, na kuna miradi 10 mingine ya madaraja inaendelea. Na hii ni kasi ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kufanya katika utekelezaji wa miradi ya barabara. Vile vile katika miaka hii minne ya serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan tumeweza kujenga kilomita 1,366 za barabara. Hii katika miaka minne, huo ni wastani wa kilomita 400 hivi kwa mwaka. Na tutaendelea kufanya kazi hii ambayo ni muhimu sana katika ujenzi wa miundombinu ya taifa letu. Kama mtakumbuka, Mheshimiwa Waziri wakati akifanya ziara yake kwenye miradi mitatu ya BRT hapa Dar es Salaam, yani BRT1, BRT4 lot 1 pamoja na BRT4 lot 2, alieleza na pamoja na ya tatu ambayo ni BRT1 lot A, yani kutoka Kimara kwenda kutoka Ubungo kwenda Kimara, ambao ni BRT1 lot A katika upanuzi wa ile barabara. Lakini vile vile BRT4 lot 1 kutoka hapa Maktaba kwenda paka pale Mwenge, na BRT4 lot 2 kutoka pale Mwenge kwenda Tegeta. Mheshimiwa Waziri katika ziara yake ile, makusudi yake na wala alilolisema kuzungumzia swala la ubora. Changamoto ilikuwepo pale ilikuwa ni mkandarasi ana pesi ndogo, yani ana kasi ambayo inabidi kumhimiza na kuchukua hatua za kimkataba ili aendelee kufanya kazi kama sisi taasisi na serikali inavyotegemea. Kwa hiyo kazi inafanyika kwa kiwango kinachotakiwa ambacho kwa ile kazi iliyofanyika, na inasimamiwa vizuri na timu ya wataalamu ya mshauri elekezi, lakini vile vile inasimamiwa zaidi na sisi wataalamu wetu wa kitengo cha miradi ya mwendo kasi kinaitwa BRT section ndani ya TANROADS. Kuna wataalamu wengi ambao wameajiriwa na TANROADS kwa ajili ya miradi hii tu, na wengi wao ni wataalamu wabobezi. Wengine tumewatoa mpaka Benki ya Dunia kuwaleta hapa, walikuwa ni wahandisi wa Benki ya Dunia, wako hapa sasa hivi. Kwa hiyo ndio wanasimamia hiyo miradi, na inafanywa kwa kiwango kile kinachohitajika, na hakuna mahali kokote kuna changamoto ya viwango. Changamoto ni kwamba tuongeze kasi, na Mheshimiwa Waziri alisisitiza zaidi kwamba atakutana na timu ya management ya wakandarasi wanaotekeleza miradi hiyo ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kwa kasi ile ambayo tunaitegemea. Kupitia kitengo changu cha habari nilipata taarifa, na ambao pia mimi mwenyewe nikaja nikaonyeshwa. Kuna clip ambayo inatembea inayoonyesha kwamba
ya bwana, hiyo clip ni ya bwana mmoja anaitwa Khan. Katika hiyo clip inaelezea kwamba yani kama inaelezea kwamba hakuna maendeleo yoyote katika ujenzi, katika hatua za ujenzi wa barabara ya kutoka Mbagala Rangi Tatu kwenda Kongowe. Lakini sisi kama taasisi lazima tuweke kumbukumbu sawa na kusema ukweli kuhusu manunuzi ya mradi huo. Na ikumbuke kwamba ilikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba kile kipande ambacho kimeishia cha BRT awamu ya pili, yani BRT phase 2 ya kutoka katikati ya mji kwenda mpaka Mbagala pale Zakiem, basi tuendelee kujenga kule mbele. Ilikuwa ni ziara ya Mheshimiwa Rais na alimpa maelekezo Mheshimiwa Waziri wakati huo kwamba tumalize kwenda angalau kufika Kongowe na baadaye kujenga hata daraja la Mzinga. Na mtakumbuka vile vile Mheshimiwa Waziri mara tu alipoteuliwa mwezi Januari alifanya ziara kwenye hili daraja la Mbande, lakini vile alifanya ziara katika barabara ya kutoka pale Zakem kwenda Rangi Tatu kwenda mpaka Mbande ambako tulifanya ziara hiyo. Kwa hiyo taarifa ni kwamba manunuzi ya mradi huu wa kutoka Mbagala Rangi Tatu kwa upanuzi ule ambao tulikuwa tumeupanga yatakamilika wiki ya 4 ya mwezi wa 3 na mkandarasi atajulikana wakati huo. Asanteni sana.